na sehemu hizo zote 4 ambazo zimetajwa unaendelea kuthibitika, na atakuinua kutoka chini, atakuleta kati, kutoka kati atakuinua juu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani yale maisha ambayo tumepitia hii Lamu, mimi saa hii naweza kukwambia kikao cha mashehe naenda bila kuogopa, kikao cha masharifu naenda bila kuogopa. Anasema ni madam yule ni mkorofi, kulingana na lugha zao wanasema ni mkorofi, lakini hawajui aliye ndani yangu ndiye mkorofi. Yaani mkorofi ni kwamba utaingizwa mahali ambapo watu hawaingii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nilienda nikachukua mpaka permit ya kuhubiri Mkunguni. Na unajua hiyo permit, haleluya, mwisho wa mwaka jana kanisa letu tukataka kuungana na makanisa ya Lamu tufanye holy dance ya Thanksgiving. Kwamba mwaka jana 2024 tangu Januari mpaka Disemba vile visanga ambavyo vilikuwa vinatendeka Lamu, mapanga, watu kuuana, maajali, Mungu aliyapunguza kwa sababu ya maombi. Kwa hivyo tulitaka kwenda pale Mkunguni ambapo ndio senta ya Lamu tumuombe Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena nikachukua permit. Siku moja unalipia shilingi 10,000. Wanachukua 10,000. Walitoa kutoka 1,000 wakaipandisha mpaka 10,000. Culture zinafanywa, sijui kama wanalipa hawalipi, lakini sisi tukipewa ruhusa pale, kama tutachukua siku 3 ni 30,000. Kama tutachukua siku 2 ni 20,000. Kisha wanakupatia masaa. Umesema ni siku moja. Kwa hivyo saa 8 ikifika mwadhini wa jioni uwe mmemaliza muda. Na umelipa 10,000. Lakini mara hii hata hizo 10,000 walizikataa. Wakasema hatutaki tena mahubiri Mkunguni. Ikadhibitika siku moja mhubiri wa Mungu aliyetoka Uganda akaja akasema pale Mkunguni kumewekwa maroho ya kumkataa Mungu. Kwa hivyo ilithibitika 2024 December. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaenda hapo kwa hayo maofisi, nikaambiwa ngojea kwanza tuwaite mashehe watuambie mwelekeo wao. Sasa kati ya wale mashehe aliyekuja kuleta jibu ni mmoja ambaye huwa tunaungana katika mikutano ya interfaith hapa Mombasa. Mimi ni memba na yeye ni memba. Yenda kwa mikutano tuko pamoja. Lakini leo anakuja ananiambia, "Madam, kama ingekuwa ni mimi binafsi, hiyo ruhusa ningekupa, lakini wenzangu wamekataa. Na kwa hivyo haiwezekani kwamba tufanyike mahubiri." Wacha nikwambie, tunaenda Mkunguni mwaka. Amen. Amen. By fire, by force, we will preach the word of God for people to be delivered. Amen. Ili watu wafunguliwe katika vifungo vya uchawi, ili watu wafunguliwe katika majini na mashetani na mapepo ya baharini, lazima injili ya Mungu ihubiriwe. Itahubiriwa kwa nguvu na uwezo wake Mungu. Kiswahili wanasema usiche. Usiche. Na wala nakwambia, tumeambiwa usiogope. Wakati wowote ambao umetegeza injili mtumishi, watu wako hawa wasiwe na woga. Kwa sababu kama nilivyotangulia kuambia, anga iko mikononi mwenu. Maana Mungu mliye naye ndani yenu ni mkuu kuliko huyu wa dunia. Tupigie Bwana Yesu makofi. Nikwambia tukahubiri. Hiyo kesi tumeshaipeleka kwa Bishop's Council na inapelekwa kotini. Watueleze kwa nini culture wanafanya dance mpaka asubuhi. Sisi tumefanya makosa gani mpaka hatuwezi kupewa nafasi katika kiwanja cha mji, na tumekaa miaka. Kulingana na constitution ya Kenya, ukikaa mahali miaka zaidi ya 10, hapo mahali unapaona. Leo tufukuzwe kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunangojea majibu. Tutakapo tangaza injili ama kazi yoyote ya kanisa, hata watu wa Shela uje muungane na kanisa la Kristo.
kwa sababu anga hii ya Lamu, kanisa ni lazima liongezeke. Kanisa ni lazima ziongezeke. Na watu wafunguliwe katika vifungo vyao. Na Yesu ahubiriwe kila mahali na kila maeneo. Mateso yaliyopitia wa ndugu zetu yasitupitie sisi. Sisi tutembee kwa amani, kwa sababu Mungu wetu ndiye nguvu zetu. Tunaenda sehemu ya pili. Akamuuliza tena, na unasema jirani yangu ni nani? Alikuwa na akili nyingi sana. Maana alipotaja hivyo vitengo vinne akaambiwa basi wewe unajua kila kitu, nenda kafanya hivyo hivyo. Lakini bado ana swali, na jirani yangu ni nani? Tunasumbuka kuweka hiyo mikutano, na lakini nataka hiki kifungu tuanze kukiangalia vile kilivyokaa. Na nisomee kuanzia hapo 29 mpaka 37. Sikizeni kwa makini. Mlango ule wa 10 mstari wa 29. Nasema, naye akitaka kujidai haki alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao wakimwacha karibu ya kufa. Wanasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando. Umetajwa nani hapo? Kuhani. Na Mlawi vivyo hivyo, alipofika pale akamwona akapita kando. Wa pili ni nani? Endelee. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia. Samaria unaweza kumlinganisha na nani hapa la? Maana kuhani yule pale. Kuhani yuko wapi? Walawi, wazee wote wa kanisa na viongozi wa department, simameni. Simameni. Simameni Walawi. Hawa ndio viongozi. Kuhani na Walawi. Na hawa wanafanya kazi gani? Wako katika madhabahu. Lakini tunaambiwa kuhani alifanya nini? Alimuona. Akafanya nini? Akasema. Unajua kwa nini alipita kando? Amevaa vazi jeupe, hataki liingie madoa ya uchafu. Halo? Amejihesabu yeye ni msafi na huyu ni mchafu, anamwagika damu. Na alikuwa anaenda kufanya ibada katika hekalu. Niweze kuchafuliwa na huyu? Na anaenda kwa madhabahu kumhubiri nani? Lakini huku ameacha mtu yuko barabarani anafanya nini? Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lawi naye akafanya hivyo hivyo. Na wote walikuwa wakielekea mahali ibada. Huyu kuhani atahubiri, na hawa Lawi wafanye matangazo, waimbe, waongoze ibada, kuchukuliwe sadaka. Na lakini kule barabarani kuna mtu anafanya nini? Mnaelewa kitu hapo? Wanaweza sasa. Tuendelee na Msamaria. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia. Hapo huyu Msamaria ni katika wale makabila ambao walidharauliwa sana na Wayahudi. Wanaonekana hawamjui Mungu, hawana ibada, hawajui kujiweka safi. Samaria akafanya nini? Kwanza akamhurumia. Huruma iliingia ndani ya mtu ambaye kuhani na Mlawi na
kanisani wanaweza kudharau. Ikaingia hiyo huruma kwa mtu ambaye tunamuona huku mitaani hata anauza nasema Mulawi kuhani, lakini Samaria. Akakaribia akamfunga jeraha zake, akasitia mafuta na divai. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Ameanza kufanyia shughuli. Akampandisha juu ya mnyama wake. Je, ule mnyama hakuwa na kazi yake? Huyu Msamaria hakuwa na shughuli yake anaenda fanya? Je, hakuwa katika safari yake ya muhimu? Lakini akafanya nini? Akashuka. Bwana nipungue, wewe ongezeke. Akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku kwa siku ngapi? 3. Endelea. Hata siku ya pili akatoa dinari 2. Siku ya pili, akampa mwenye nyumba ya wageni pesa zake kwa nyumba ya wageni, maana safari yake bado inaendelea. Akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharamia zaidi mimi nitakurudi nitakulipa. Waonaje wewe katika hao watu 3 ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliangukia kati ya wanyang'anyi? Na wewe waonaje? Akasema, ni huyo aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Tumpigie Yesu. Sasa mimi sitaki kujua kwamba yule wakili alienda akafanya ama hakufanya, lakini neno hili ni letu siku ya leo. Tunataka kanisa lijae watu. Tunapita watu wangapi ambao hawaji kanisani? Wengi. Je, tunaona na hali gani? Na hali zao zingine, je, tunaweza kuwasaidia? Yesu asifiwe sana. Tuna wagonjwa wangapi katika mitaa yetu? Je, magonjwa yao walio nayo tunaweza kwenda tukaomba nao? Yesu asifiwe sana. Kuna watoto wangapi hawana nguo katika ujirani wetu? Ndani ya masanduku yetu kuna nguo za watoto wetu ambazo hata hazivaliwi kwa sababu mtoto amekua. Hatuwezi kuwapatia hawa watoto wanaotembea uchi. Mama, unapika chakula kingi ndani ya nyumba, kikibaki unasema mimi sitakula barie, unakimwaga. Na hapa kuna jirani ana nini? Je, hiyo ni sawa? Yesu asifiwe sana. Huyu Msamaria alipoyafanya yale, baadaye alikuja akarudi kuangalia kama mgonjwa wake anaendelea vyema. Je, yule Msamaria angekuwa mhubiri, amwambie yule mtu, unaweza kunifuata kanisani kwetu? Yule mtu angekataa? Kwa ajili ya kuona alivyotendewa, angekuwa mshirika 100 juu ya 100 na kanisa la yule mtumishi. Walawi na makuhani tunapita tukijigamba, mimi siwezi chafuka, mimi siwezi fanya hivyo. Ninaenda madhabahuni. Madhabahu ya nani ambayo umeacha mtu anakufa barabarani? Yesu asifiwe sana. Amen. Mtumishi wa Mungu alipewa ujumbe na Mungu usiku wa manane. Akaambiwa watenda kazi, lakini je, huu ujumbe umeshikana na wake? Umeona vile Mungu anavyofanya kazi? Sisi tuko makanisani tumejaa. Tunaweza kujipiga kifua hapa Manda tuseme kanisa letu ndilo lina watu wengi. Kwa hivyo Mungu anajua watenda kazi wako, lakini kazi hawafanyi nini? Tunangoja siku ya kipaza sauti tusimame kwa crusade. Tapiga nyimbo, uimbe, tufanye dance, na mhubiri atahubiri, watakaookoka ni wachache. Umati huo wote wanarudi na shida zao manyumbani.
Kwa nini? Hawajaona upendo katikati ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nikawaambia kwanza mteke nyara hii Yanga na muiweke chini ya mamlaka ya Yesu. Mteke nyara hiyo bahari na muiweke chini ya mamlaka ya Yesu. Kisha jambo lingine, mwanze mambo ya kutembea. Wewe kama mtu ukikutana na mtu ana shida, usiseme huyu naye Muislamu huyu naye muuzaji pombe huyu. Wengine wanakunywa pombe kwa ajili ya stress. Si kwa sababu ndio chakula. Kwanza hata kunywa pombe na kufika nyumbani anaanza kulia njaa. Na pesa zote ameshazikojoa. Unajua mtu akinywa kisha anaenda kukojoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo hakuna mtu katikati yetu katika maeneo haya ambaye hatuwezi kufikia tutakapojionyesha upendo. Tengeze siku moja kutembelea watu. Hata kama ni karobo sukari, mwingine achukue nusu unga, mwingine achukue robo mchele. Unapitia huku ndani ya mji, jirani nimekuja kukusalimia. Asante sana, nimekuona ukiwa unabidii sana. Haya, haka kasukari wapikie watoto chai. Hilo tendo dogo. Ananipatia sukari. Na unajuaje? Siku hiyo Mungu alivyokuongoza kumfanyia huyo jirani yako. Kumbe hiyo siku hata sukari hakuwa na Mungu akakuongoza hivi. Mpigie Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo, ni nini ambacho huyu kuhani alikosa? Alikuwa hana moyo wa huruma. Alikuwa mbinafsi. Kwa hivyo ubinafsi uondoke ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu. Tusiwe tunajihesabu hata hapa katika eneo hili. Tusijihesabu kwamba sisi ndio bora zaidi ya kanisa lingine. Hapana, kuna wengi huko nje wanatakikana wajue kanisa la Kristo. Sisi si bora kama hatujafanya kazi yake. Maana watenda kazi wako. Sasa tuingie shambani mwa Bwana, tuanze kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu Mlawi naye alikuwa na madharau. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuwa na huruma. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana katikati yetu tunaweza kukutana na watu na tukakosa kuwahurumia. Tukawadharau. Huyu naye kwanza ananuka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni lazima tuwe watu wa huruma na tusidharau mtu. Hata awe wa namna gani, hujui anapitia nani, anapitia vipi, ama hapo alipofika amefika kwa ajili gani. Mpe nafasi. Tafuta nafasi. Na isije ikawa utaingia masengenyo kanisani. Tumemkuta ndugu fulani anaongea na watu wa Mangwe. Siku hizi naye makubajo. Kubajo. Hiyo ni kugaela kubaje. Hiyo isipatikane kanisani. Masengenyo. Yani sasa wewe umeokoka, unamuona mtu ameenda kumtoa mtu katika jango, yani mahali alipofungwa, na sasa baada ya wewe kwenda kuungana naye mumsaidie yule mtu kumtoa, unaanza kumsengenya. Unajua dada, siku hizi yule ndugu analewa wewe. Hayo ni masengenyo. Na sasa unaifungua roho yako, inaingia mambo ya mwili. Roho yako haitapata taarifa yoyote kutoka mbinguni. Utakuwa unakuja kanisani tu kwa sababu wewe ni wa kanisa, lakini huna ujumbe. Hata ukiomba maombi yako hayajibiwi. Kwa nini? Umefungua kamwanya ndani ya moyo wako, mshale ukaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu atutoe hapo katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Lakini Msamaria alikuwa na huruma. Msamaria alikuwa na upendo. Msamaria alikuwa msaidiaji. Msamaria alikuwa mnyenyekevu. Alishuka kutoka mahali alipokuwa juu ya farasi, akashuka mpaka chini ndio amfikie yule mgonjwa. Kumaanisha alipiga magoti ndio aweze kumuinua, na damu zake na uchafu wake wote alinyenyekea.
akawa na huruma ndani yake na akajitolea mzima, self sacrifice. Hakuwa na ubinafsi, unselfish. Sema na hiyo kazi yangu huko ninakoitiwa, nitapoteza muda hapa na ipotee. Hakuwa na ubinafsi. Na hilo ndilo tunatakikana kanisa leo. Huduma wako na kazi ifanyike kuanzia sasa. Amen. Anasema wahuduma wako na kazi haifanyiki. Lakini kuanzia leo ninasema katika jina la Yesu Kristo, nikiwa katika hii madhabahu, kazi ya Bwana itatendeka. Upendo wa Bwana utadhihirika. Majukumu ya Mungu yataonekana. Atatuinua kiwango kingine na kanisa litaongezeka. Maana walio dhaifu watapata nguvu, walio wagonjwa watapona, walio na njaa watapata chakula, walio uchi watavishwa nguo. Yaani sisi ndio Mungu atatupa nguvu ya kuyafanya. Katika jina la Yesu atatupa nguvu. Tumpigie Bwana Yesu. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Huduma tutafanya kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Maombi tutaomba kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Tutatoa chakula kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Tutatoa mavazi kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Kuhubiri tahubiri kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Anga tutaidumu kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Bahari tutaishinda kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Neema itatosha kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Roho wa Bwana yuko mahali hapa. Amen. Simama. Roho wa Bwana yuko mahali hapa. Na anaongea nawe. Haleluya. Katika makundi hayo matatu, wewe unachagua lipi? Kuhani, Mlawi na Msamaria. Funga macho yako. Tafakari.